Bwana, story inaanza katika kipindi cha mpito nchini Afrika Kusini baada ya utawala wa ubaguzi wa rangi kuanguka mapema miaka 90 hivi. Tunatambulishwa kwa mhusika mkuu anaitwa Kumi Nkobo. Kumi si jambazi wa kawaida, alikuwa shujaa wa ukombozi, mpiganaji wa msituni wa mlengo wa kijeshi wa chama cha ANC. Uwanja wa mapambano uliitwa Sinzwe. Bwana, hata hivyo, baada ya uhuru kupatikana, serikali mpya iliwasahau kabisa wapiganaji hawa wa nchini Afrika Kusini. Kumi anajikuta hana kazi, anaishi maisha kimaskini sana mtaani, huku akiona viongozi wa juu wa kisiasa wakitajirika na wakila bata kinoma noma. So akiwa na hasira, ujuzi mkubwa wa kijeshi na mbinu za kutumia silaha nzito, Kumi anafanya maamuzi magumu sana. Kama serikali haitaki kutupa mkate, tunachukua mkate wenyewe kwa mtutu wa bunduki. Bwana, sasa hapa tunamwona Kumi anajipenyekeza jijini Johannesburg na kuunda genge hatari la ujambazi linalobobea kwenye kuvamia magari ya kusafirisha fedha na mabenki tofauti tofauti. So anakuwa bosi asiyejali, anavamia mabenki mchana kweupe kwa staili ya kijeshi na kuondoka na mamilioni ya fedha. Yani ni bonge moja la balaa. Bwana, Kumi anakuwa Robin Hood wa kisasa, anapora mamilioni ya pesa kutoka kwenye mabenki ya matajiri, lakini anarudi ghetto na kugawa baadhi ya pesa kwa maskini na kusaidia jamii inayomzunguka. Hii inamfanya alindwe sana na watu wa mitaani. Hakuna mtu aliyekubali kumchoma kwa mapolisi kwa sababu kwao yeye ni kama shujaa. Bwana, hapa tunakuja kugundua kwamba mafanikio yake umshikaji yanavuta usikivu wa maadui wa pande mbili. Hapa kuna polisi msili ambaye anaitwa Detective Kani. Bwana, tunatambulisha kuwa Detective Alex Kani ni askari mzalendo na mkaidi sana, lakini asiyenunulika kwa pesa. Bwana, Kani anaona sifa za Kumi zimezidi na anachukizwa sana na jinsi anavyoua askari wenzake kwenye mission zake za ujambazi. Bwana, Kani anapewa jukumu la kuongoza kikosi maalum cha kumkamata Kumi akiwa hai au amekufa. Bwana, hapa ndipo ule mchezo wa paka na panya unapoanza. Kani akitumia akili ya kipelelezi huku Kumi akitumia mbinu za kijeshi kutoroka kila mara. Bwana, hawa wanasiasa, mafisadi na polisi wala rushwa, Kumi haibi peke yake. Ili dili zake ziende sawa, anashirikiana na viongozi wakubwa wa serikalini na makamanda wa polisi wanaompa ramani za wapi pesa zilipo. Bwana, kisha wanagawana madoso haya. Bwana, hapa ndipo story inapopata uzito mkubwa, kwani Kuni anagundua kuwa wale wanasiasa aliowaamini wanataka kumtumia tu kama chambo na wako tayari kumfuta kazi pindi mambo yakiharibika. Bwana, mambo yanaanza kumwendea kombo Kumi pale Detective Kani anapofanikiwa kumkamata mmoja wa watu wa karibu sana na Kumi kwa kutumia mateso na vitisho. Bwana, Kani anapata mchongo wa siri wa mchongo mkubwa zaidi wa ujambazi ambao Kuni anataka kuufanya: uvamizi wa bohari kuu la kuhifadhi pesa, benki ya taifa. Bwana, wakati huo wanasiasa walikuwa wakimlinda Kumi wanajua kuwa Kani anakaribia kumkamata. Ili kujilinda wao wenyewe wasitajwe kwenye kashfa ya rushwa, wanaamua kumsaliti Kumi. Wanatumia kikosi cha mauaji hitman kwenda kummaliza Kumi kabla polisi hawajamtia nguvuni. Bwana, siku ya mchongo mkubwa inafika. Kumi na genge lake wanavamia bohari la pesa kwa mlipuko na risasi za kivita. Bwana, lakini hawajui kuwa mtego umeshategwa. Bwana, polisi wamezunguka eneo zima na wauaji wa kukodiwa nao wapo eneo la tukio. Bwana, vita kubwa ya risasi inatokea. Bwana, moshi, damu na mayowe vinatawala sana ndani ya mapambano hayo. Marafiki wa karibu wa Kumi wanapoteza maisha na yeye mwenyewe anajeruhiwa vibaya sana, lakini anafanikiwa kutoroka akiwa na begi chache za pesa. Bwana, Kumi anajikuta yuko peke yake, hana genge tena, amejeruhiwa na anatafutwa nchi nzima. Hawezi kutumia tena au kurudi ghetto kwa sababu askari wamejaa kila kona, na hawezi kwenda kwa wanasiasa marafiki zake kwa sababu ndio waliotaka kumuua.
Bwana, katika sini ya mwisho, Kumi anajificha kwenye nyumba moja chakavu pembezoni mwa mji na akijaribu sana kujitibu majeraha yake, huku akiwa ameshikilia bastola yake na lile begi la pesa. Bwana, kamera inamwonyesha Detective Khan akishuka kwenye gari lake karibu na eneo hilo, akitembea taratibu kuelekea sehemu aliyojificha Kumi. Bwana, story inaishia hapo. Hii ni moja ya story kali sana, movie imepangwa ikapangika. Bwana, je, Kani atamfuma Kumi na kumuua au Kumi atatumia risasi yake ya mwisho kujinasua? Na kuacha nikisema kwamba hii ni Cha The Storyteller. Jina langu naitwa Cha The Best Presenter in Town, Mnyama OG. Das politie wat alle politie doet mag. Alex Shaban. Shabani was trained to be. Detective Osterhazen and the special unit will now be responsible for tracking and capturing Hide in plain sight. But that man likes to show off. You're not like the others, huh? Catch me if you can. Didn't choose this guerrilla life. Chose me. You think different to me? Who does Shabani care about? Das politie wat alle politie doet mag.